Watu wengi wanaua mahusiano yao si kwa sababu ya usaliti, bali kwa maneno madogo yanayopenya kama sumu. Leo nitakufunulia maneno 6 yanayobomoa upendo wenu bila wewe kujua. Na neno la mwisho ndilo linalovunja ndoa nyingi duniani. Baki hapo hapo. Neno la kwanza, wewe kila siku, au wewe hujawahi ku. Hili ni neno la kwanza na ndilo lenye sumu ya kuua juhudi za mwenzako. Mfano, unaposema wewe kila siku unachelewa, au wewe hujawahi kunifanyia jambo la maana. Kwa nini ni sumu? Kisaikolojia, maneno haya yanaitwa absolutes. Unapoyatumia, unafuta historia yote nzuri ya mpenzi wako. Unamfanya ahisi kuwa hata akijitahidi vipi, kwako yeye ni sifuri. Ubongo wake unatafsiri hivi: kwa kuwa sifanyi vizuri kamwe, basi haina haja ya kujaribu tena. Unamfanya mpenzi wako ajihisi kuwa amehukumiwa kifungo cha maisha. Unaua motisha ya yeye kutaka kukufurahisha. Badala ya kubadilika, anaanza kuwa mkali kwa sababu anahisi tayari umeshamvua nguo kwa maneno yako. Badala yake useme nini? Zungumzia kosa la sasa hivi. Usichanganye kosa la leo na makosa ya mwaka 2018. Sema, mpenzi, leo umechelewa na imeniumiza, badala ya kusema wewe kila siku unachelewa. Neno la pili, umeanza tena. Hili ni neno la silencer. Linatumika kumnyamazisha mtu anayetaka kuelezea hisia zake. Mpenzi wako anapojaribu kukuambia jambo linalomkwaza, wewe unamjibu kwa kejeli, oho, umeanza tena. Kwa nini linaharibu mahusiano? Neno hili linamfanya mwenzako ajione kama mwenye matatizo au mgomvi. Unatuma ujumbe kwamba hisia zako ni kero kwangu. Hii inaitwa gaslighting ya kiwango cha chini. Unamfanya mpenzi wako aanze kujitilia shaka kama kweli ana haki ya kuumia. Mpenzi wako ataacha kuongea na wewe. Atajenga ukuta wa chuma. Atakuwa anahifadhi maumivu moyoni, na siku yakilipuka yanakuja na talaka au uamuzi wa kuondoka. Ukimnyamazisha mpenzi wako kwa neno umeanza tena, unampa ruhusa ya kwenda kutafuta mtu mwingine ambaye atamsikiliza bila kumkejeli. Neno la tatu, mbona fulani hafanyi hivi? Comparison. Hili ndilo neno nililokuambia ni bomu. Kufananisha mpenzi wako na mtu mwingine, iwe ni ex wako, mume wa rafiki yako, au mke wa jirani yako. Mbona mume wa Asha anajenga, wewe unawaza tu kununua nguo? Au mbona mke wa Juma hapigi kelele hivi? Neno mbona fulani ni shambulio la moja kwa moja kwenye self-esteem, kujithamini kwa mpenzi wako. Unamwambia mpenzi wako kuwa hutoshelezi. Katika saikolojia ya wanaume, kulinganishwa na mwanamume mwingine ni dharau ya mwisho. Na kwa mwanamke, kulinganishwa na mwanamke mwingine kunamfanya ajihisi hapendwi na hana mvuto tena kwako. Unapomlinganisha mpenzi wako na mtu mwingine, unamfukuza kuelekea kwa huyo mtu. Unatengeneza mazingira ya yeye kujiona mnyonge, na binadamu yoyote anapojiona mnyonge, anatafuta mahali ambapo atahisi kuwa ni shujaa. Usishangae akianza kuchepuka na mtu anayempa sifa badala ya kumlinganisha. Neno la 4, fanya unavyojua. Indifference. Watu wengi hutumia neno hili wanapochoka kubishana. Basi, fanya unavyojua. Hii ni dalili ya emotional detachment, kujitenga kihisia. Unamwambia mwenzako kuwa sijali tena kitakachotokea kwako au kwetu. Kinyume cha upendo sio chuki, ni kutojali, indifference. Ukishaanza kusema fanya unavyojua, unamaanisha kuwa mshikamano wa kuwa timu moja umekufa. Mpenzi wako anaanza kujihisi mpweke ndani ya uhusiano. Neno la 5, niko sawa au hamna kitu. The silent killer. Neno hili hutumika pale mtu anapokuwa na hasira lakini hataki kuongea. Unamuuliza, kuna nini mpenzi? Anakujibu, niko sawa au hamna kitu, huku uso ukiwa umekunjika. Hii inaitwa passive aggression. Unamtengenezea mwenzako mtego wa kisaikolojia. Unamfanya aanze kubahatisha, mind reading. Na hakuna kitu kinachochosha akili kama kujaribu kusoma akili ya mtu aliyenuna. Hili neno linajenga ukuta wa zege katikati yenu. Mawasiliano ya kifa,
Uhusiano umekufa na unangoja tu mazishi. Kama unahisi huwezi kuongea sasa hivi, sema, mpenzi, nimeumia lakini kwa sasa siko tayari kuongea. Nipe muda kidogo, nitakuwa sawa. Hiyo ni ukomavu, sio kukaa kimya na kusema niko sawa. Neno la 6, basi au yaishe. The dismissive bomb. Pale mwenzi wako anapojaribu kueleza maumivu yake, kisha wewe unamkatisha na kusema basi yaishe au haya basi nimekusikia. Hili neno linamaanisha hisia zako hazina maana kwangu. Kelele zako zinanichosha. Unakuwa umemziba mdomo. Binadamu yoyote anayezibwa mdomo kwenye mahusiano anaanza kutafuta mlango wa kutokea, exit strategy. Unapotumia basi ili kumaliza mjadala bila suluhu, unashinda pambano lakini unapoteza uhusiano. Unamfanya mwenzi wako ajihisi mpweke akiwa ndani ya uhusiano. Na upweke wa ndani ya uhusiano ni mbaya kuliko upweke wa kuwa single. Mahusiano sio bahati, ni ujuzi. Maneno unayochagua leo ndiyo yataamua kama kesho utakuwa na furaha au utakuwa kwenye mahakama ya talaka. Kati ya haya maneno matano, ni neno gani umekuwa ukilitumia zaidi? Niambie kwenye comment hapo chini, nitapita kusoma na kukushauri. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.